Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kimeripotiwa huko katika mahakama ya usuluhishi CAS, ambapo inaelezwa kwamba mambo ambayo yamekwenda kujadiliwa ni kama ifuatavyo, ambayo yameweza kujili huko, ambao mimi nimekusogezea hapa kwenda kujua hatima ya shauri hilo la Yanga huko CAS limeweza kufikia wapi. Mimi nimekusogezea majibu ya kila kitu kinachoendelea kwa sasa huko katika mahakama ya usuluhishi CAS, ambako Young Africans wamepeleka jarada lao la kuweza kupeleka madai ya kuomba alama 3 na mabao 3 kwa kile ambacho kilichotokea Machi 8, 2025, ambapo klabu ya Simba ilikimbia mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara dhidi ya Young Africans. Sasa yapi ambayo yamejili katika hayo huko CAS ni kama haya, ila kabla tujaendelea nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Ukiwa umebonyeza alama ya kengele na ukawa umesubscribe, unakuwa na uhakika wa kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Subscribe na bonyeza alama ya kengele kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Karibu. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho jeshi lake liko pale CAS likiweza kupeleka yale malalamiko kuhusiana na bodi ya ligi kuahirisha mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo mambo kadhaa ambayo Young Africans wao wameagomea ni kuweza kutumika kwa busara badala ya kanuni ambazo zinaendesha ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo inaelezwa kwamba Young Africans wao wanaona ya kwamba walistahili kupewa alama 3 na magoli 3 kwa kile ambacho klabu ya Simba walichokifanya katika mchezo huo mkubwa kabisa wa dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Sasa wakati huu bodi ya ligi ambapo imekuwa ikiendelea na vikao vyake juu ya kutafuta suluhu ya hili jambo, kumekuwepo na kauli ambazo zikizungumzwa kwamba pengine serikali itaweza kuingilia sakata hili ili kuweza kutoa ufumbuzi, ikiwa bodi ya ligi wakiwa na mpango kuwashirikisha ngazi za juu ili kuweza kutoa suluhisho la hili ambalo linaloendelea, ambapo sasa kile ambacho kitakachokwenda kutokea huenda kikageuka tena kwa Engineer Hersi Said mara baada ya kukubaliana kwenye hizo busara ambazo zinazotakiwa, ambapo inaelezwa kwamba kwa mujibu wa kile ambacho kilichoweza kuandikwa hapa na mchambuzi Alilu Fadija akiweza kuzungumzia kuhusiana na Engineer Hersi, ambapo amewekwa katika mtihani mgumu na mashabiki wa Young Africans. Ni zaidi suala la kuahirishwa kwa mechi baina ya Yanga dhidi ya Simba Sport Klabu. Mtu mwenye wakati mgumu ni rais wa klabu ya Yanga, mhandisi Hersi Said, aliyewahi kuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara. Kwa siku za karibuni amekuwa akikaliliwa akisema Yanga awacheze tena mechi dhidi ya Simba Sport Club. Haji Manara amekuwa mstari wa mbele kuwashawishi mashabiki na viongozi wa Yanga wasikubali kuona mechi dhidi ya watani wao Simba Sport Club ikichezwa. Lakini ukiwasikiliza pia mashabiki wa Yanga Afrika wameshikilia bomba kinoma. Wao msimamo wao ni ule, mechi yao dhidi ya Simba haipo na haitachezwa tena kwa msimu huu, wakisema Rais Hersi asije kukubali kabisa kutumia busara kuruhusu mechi yetu dhidi ya Simba kuchezwa kwa msimu huu. Sisi watupe alama 3 na magoli 3, vinginevyo tukutane CAS. Baada ya sakata kuwa na mfukuto la kutosha, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akizungumza na chombo kimoja cha habari alisema, na nukuu, "Ni kweli bodi ya ligi inaongozwa na kanuni.
pamoja na sheria, ila kuna muda huwa tunatumia busara. Akaendelea kusema kuwa jambo hili likitushinda basi tutaishirikisha serikali. FIFA hawataki serikali kuingilia masuala ya michezo, ila sakata hili ni busara ya viongozi wa serikali itaenda kuamua mechi kuchezeka, na ndipo itakuwa mtihani mgumu kwa rais wa Yanga. Mtazamo wangu, nawaza Engineer Hersi kaitwa ofisi ya makamu wa rais Mpango na kumwambia kijana wangu kachezeni hii mechi, atakataa? Au mwalimu wa walimu Kassim Majaliwa kawaita meza moja Engineer Hersi, Mangungu na Mnguto, alafu atoe kauli moja, naombeni hii mechi ichezwe, kutokana na msimamo Yanga pamoja na mashabiki wao wa kuonewa huruma ni rais wao, kwa sababu busara ikitumika na maamuzi kufanyika, basi Hersi ndio mwenye mtihani mgumu zaidi, kwa sababu mashabiki wa Young Africans tayari walishaaminishwa na viongozi wao kwamba hii mechi hawachezi, alafu uje uambie kwamba tundeni kati kwa Mkapa tukapiga ile mechi. Unafikiri itakuwa ni jambo rahisi kwa Hersi Saidi kueleweka mbele ya mashabiki wa Young Africans? Anaandika Alilu Fadija, mchambuzi huyo soka, akiweza kuzungumzia kile ambacho kitakachokwenda kutokea pindi busara itakapoweza kwenda kutokea. Lakini unaambiwa, anaandika tena Alilu Fadija, anasema bodi ya ligi sio chombo huru kwa mujibu wa rais wa TFF Wallace Karia. Zumuni la baba wa taifa kupigania uhuru wa Tanganyika ilikuwa ni kuhitaji Tanganyika kuwa huru ili iweze kujiamulia mambo yake na kujipangia kipi ifanye kwa wakati wowote. Uhuru ni jambo la msingi sana kwa binadamu yeyote, kwani humsaidia katika kufanya maamuzi yake binafsi. Kwa mujibu wa kauli za rais wa TFF mzee Wallace Karia, ni zaili shaili kwa bodi ya ligi sio chombo huru. Wallace Karia akiwa katika mahojiano Wasafi FM katika kipindi cha Jana na Leo alisema kuwa kuna siku tulipokea barua kutoka kafu wakihitaji waamuzi wetu wawili kwenda kuchezesha michuano ya kimataifa. Wakati barua ile imekuja ofisini kuhitaji wale waamuzi, kulikuwa na changamoto, kwani mojawapo ya wale waamuzi ambaye ni Ahmed Arajiga alikuwa amefungiwa na kamati ya masaa 72. Ilikuwa ni ngumu sana kwangu, maana kafu wamemtaka mwamuzi alafu huku kwetu kamati imemfungia, lakini nikafanya maamuzi. Nilifanya maamuzi, nikawaambia hao waamuzi waruhusiwe waende. Walienda wote wawili, lakini bahati mbaya mmoja ndio alifuzu, ambaye ni Ahmed Arajiga. Yalikuwa maamuzi magumu, ila sikuwa na namna. Ni Ahmed Arajiga alienda kuwakilisha Tanzania vema sana. Hata mechi alichezesha vizuri sana. Kwa maelezo ya Wallace Karia, aliingilia maamuzi ya kamati ya masaa 72 ambayo ipo chini ya bodi ya ligi kumruhusu mwamuzi aliyefungiwa katikati ligi kwenda kuchezesha mechi za kimataifa. Unaona bana, inaonekana kwamba kulikuwepo na mkanganyiko, lakini kwa maslahi pengine mapana ya taifa ndio maana akaamua kuweza kufanya yale ambayo aliweza kuyafanya Rais Karia. Kwa hiyo Young Africans hapa kinachosubiriwa ni kuona hizo busara ambazo zitakaenda kutokea. Je, Young Africans watakubaliana nazo kwa mujibu wa viongozi wao na kauli zao ambazo walizokuwa wakiendelea kuweza kuzizungumza juu ya kuweza kugomea mchezo huo? Je, wataendelea kugomea mchezo huo wa kutokucheza? Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo yatakayoweza kujili katika sakata hili, huku kasi wenyewe wakithibitisha kwamba wamepokea barua ya Young Africans, ambapo tarehe inasubiriwa rasmi ya kwenda kusikilizwa kwa jalada hilo, ambapo Young Africans madai yao ni alama 3, huku akisema ya kwamba bodi ya ligi hawana imani nayo kwa kile ambacho kinachotokea. Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo yatakayojiri katika sakata hili, nami nitakusogezea hapa kwa sababu ni kazi yangu kuhakikisha kwamba unahabarika saa 24. Hii hapo ni Wina Media. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, kushare na